Mungu wangu, Mungu mwenye sadaka, mbinu kubwa na vitu vilivyomo duniani, na vitu vilivyomo duniani. Natamani nchi ile yenye athari na maziwa, nchi yenye upendo mkuu ule wa Yesu. Natamani nchi ile, nchi yenye upendo, yenye maziwa ya asali. Natamani nchi ile yenye upendo, yenye maziwa ya asali. Natamani nchi ile yenye maziwa, yenye upendo wa asali. Asante Bwana, asante Bwana, mimi kwa kufika hapa nilipo. Asante Bwana, mimi kwa kufika hapa nilipo. Asante Bwana. Natamani nchi ile yenye maziwa, yenye maziwa na asali. Asante Bwana, asante mfalme wa amani, asante Bwana. Asante Baba wa mbinguni, ninakushukuru, asante kwa wema wako, asante Bwana, asante Mwokozi. Asante mfalme wa amani, ninakushukuru Jehova, asante kwa nguvu zako na maneno yako. Asante Bwana kwa kunibariki na kuniongoza, kunitakasa na kunifanya kupata ufalme wa Mungu. Ninakushukuru Jehova. Asante mfalme wa amani, jina lako likawe kubwa, jina lako ukalitakase na kulibariki mfalme wa amani. Ninakushukuru Bwana wa mbinguni, asante kwa sababu ya wema wako. Mfalme wa amani, ninakushukuru kwa sababu Bwana wewe ni mkuu kupita wakuu wote, mfalme wa amani. Baba yangu wa mbinguni, ninakushukuru kwa wema wako, asante kwa nguvu na juhudi zako, mfalme wa amani. Baba yangu wa mbinguni, ninakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako Bwana. Asante Jehova, nguvu zako, ufalme wako ukabarikiwe na ukatukuke, mwamba wa uzima. Ukanibariki sasa mfalme wa amani, ukanifanye kuwa wakuu miongoni mwa wakuu wote, mfalme wa amani. Bwana wa mbinguni, ukambariki mgonjwa yule, mfalme wa amani, ambaye yuko kitandani, mwamba wa uzima. Baba, kambariki Pasco, mbariki na kumuinua, ukamtakase, umlinde na kumpigania, mfalme wa amani. Pale alipolala Bwana, ukambariki na kumtakasa, Jehova Jire. Bwana wa mbinguni, ninakwenda kufungua kipindi changu, mfalme wa amani, ukakibariki na kukitakasa, ukakirinde na kukiongoza, mfalme wa amani. Asante Bwana, katika jina lako Yesu Kristo nikiomba, amani na utukufu vikawe juu yako. Amen. Kama ilivyo ada, somo langu la leo linaitwa kusudi ya Mungu kwa mwanadamu. Kusudi ya Mungu kwa mwanadamu. Wakati somo lililopita mwanzoni lilitaka kuendana na somo la leo. Kwa nini somo hili nimelileta tena leo? Kusudi la Mungu kwa mwanadamu. Unajua watu wengi tumebaki tunaishi hatujui makusudi ya Mungu kwa mwanadamu. Kwa nini Mungu alituumba? Mungu alituumba, kila mwanadamu alimwekea kusudi. Hakuna mwanadamu ambaye aliumbwa halafu hakuwekewa kusudi.
Kila mwanadamu anapoishi duniani anaishi kwa kusudi. Sikiliza, hakuna mwanadamu anaishi duniani huku akiwa hana kusudi. Wakati unazaliwa kwa mara ya kwanza, unatambulika kuwa ni mwanadamu uliyekuja duniani na umezaliwa. Ina maana ile ni kusudi ambayo Mungu ameiweka tayari. Kile ni kiapo ambacho Mungu amekitengeneza baina yako wewe na yeye. Sikiliza, ile ni kusudi ambayo Mungu ameiweka baina yako wewe na wewe pamoja na Mungu wako wa mbinguni. Wakati ule ambao unasema kwamba huwezi kuitimiza kusudi yako, ni wakati ambao Mungu amefungua milango yake, anahitaji upite katika ile kusudi yake, halafu wewe huwezi kupita katika zile kusudi ambazo Mungu alizisema. Kwa sababu unapomuona mwanadamu anazaliwa duniani, ujue mwanadamu amezaliwa akiwa ana kusudi maalum, ambazo kusudi hizo hakuna mtu ambaye anayekuwa ameamua kwamba hii ni kusudi, lazima nipite kwenye hii kusudi. Hapana, kila mwanadamu anazaliwa akiwa na kusudi. Sikiliza, uwe mama, unapokuwa umemzaa mtoto wako, jua kabisa mtoto wangu ana kusudi na Mungu. Uwe baba, unapokuwa umemzaa mwanao, jua ya kwamba mwanao ana kusudi na Mungu. Leo nataka nikwambie kitu kimoja. Somo langu la leo linaitwa kusudi la Mungu kwa wanadamu. Kusudi la Mungu kwa wanadamu. Kwa sababu dunia nzima hakuna mwanadamu ambaye anayeumbwa asiwekewe kusudi lake. Hayupo. Awe ni Muislamu, awe ni Mkristo, awe ni Msabato. Yani mtu yoyote duniani aliyezaliwa lazima awe ana kusudi. Kwa nini kusudi? Ni kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye anaonekana ana damu na nyama zilizoshikamana halafu asivunje umauti. Hayupo mwanadamu dunia nzima. Kila mwanadamu unayemtazama duniani lazima mwili wake utahonja umauti. Kwa sababu gani? Unapokuwa umezaliwa na mwanamke, lazima uhonje umauti. Ni kwa sababu Mungu alilitambua tangu zamani, akaamua aweke kusudi ndani ya mioyo yao. Baada ya kugundua kuwa lazima aweke kusudi ndani ya mioyo yao, basi kila mwanadamu atakayekuwa anatembea na kupumua juu ya ardhi ya dunia atakuwa na kusudi na nani? Atakuwa na kusudi na Mungu. Sikiliza mwanadamu, unavyohisi kuwa Mungu hana kusudi na wewe unaongopa. Hakuna mtu ambaye hana kusudi na Mungu katika ulimwengu wa dunia. Naomba hapo ulipo usijidharau. Naomba hapo ulipo usijiache. Naomba hapo ulipo usije kugundua kuwa mbona mimi Mungu ameniacha. Hapana. Mungu hajamuacha mtu yoyote, bali Mungu amemfanya mwanadamu kuwa na kusudi lake. Kwa hayo unayopitia wewe sasa hivi, yawezekana ndiyo kusudi la Mungu kwako. Hayo unayopitia wewe kwa sasa hivi, inawezekana ndiyo kusudi la Mungu ambalo ametarajia upitie. Huo ubaya unaouona wewe unaupitia, inawezekana ndiyo kusudi la Mungu anayopitia. Hivyo kutengwa na watu, kila mtu anayekutenga na mtu anayekusema, inawezekana kama ndiyo ubaya ambao Mungu ametaka, ndio kusudi ambayo Mungu ametaka wewe upite. Sikiliza, hakuna mwanadamu ambaye anaishi bila kusudi. Somo langu la leo limeandika kusudi la Mungu kwa wanadamu. Kwa nini? Ni kwa sababu kila mwanadamu anayezaliwa kwenye dunia ana kusudi na Mungu. Naomba wewe ulipo hapo usijidharau. Mwambie jirani yako tusidharauliane, kwa sababu huelewi kusudi ya Mungu ndani yangu. Mwambie jirani yako tusidharauliane, kwa sababu huelewi kusudi ya Mungu ndani yangu. Na nataka nikwambie kitu kimoja, ya kuwa kama umeolewa, mwambie mume wako muishi vizuri. Kama hujaolewa, basi tafuta namna ya kuishi ili upate kuolewa. Na kama unapata wachumba wanakusaliti, au unapata wame wanakukimbia, mwambie Mungu juu ya wame zako kukimbia. Lakini unapomuona mwanaume amekukimbia au mwanamke amekukimbia,
basi jua ya kwamba kusudi lako na Mungu bado halijatimia. Wakati ambao kusudi la Mungu kwako likitimia, hautakimbiwa na mtu wa aina yoyote, hautasalitiwa na mtu wa aina yoyote, hautatengwa na mtu wa aina yoyote, kwa sababu kusudi la Mungu kutimia kwenye moyo wako litakuwa tayari limeenea. Kusudi la Mungu kutimia katika moyo wako litakuwa tayari limeenea. Sikiliza, mwanadamu kama mwanadamu huwa anakuwa na nafasi 3 tu. Nafasi ya kwanza ni ya kuzaliwa, nafasi ya kwanza ya pili ni ya kuoa, nafasi ya 3 huwa ni ya kufa. Hizo nafasi 3 ambazo mwanadamu alizo nazo, akizichezea nafasi hizo 3, basi hakika nafasi zinazokuwa zinafuata huwa ni nafasi za kifo kwake. Kwa sababu nafasi ya kwanza ulioipewa wakati ule unazaliwa na Mungu anaweka kusudi ndani yako, ina maana alitaka ile kusudi iliyoko ndani ya moyo wako basi ikafanye kazi katika jamii. Nafasi ya pili ya kuoa, alitaka kila mwanadamu aliyoko juu ya anga ya dunia basi adhibitishe kwa lile ambalo ameliona ya kwamba leo bwana James ameoa. Nafasi ya 3 ya kufa, alitaka kila mwanadamu anayeishi katika anga ya dunia ajifunze kupitia kifo chako wewe. Pale ndipo atakapoona kumbe hii dunia tunapita. Na ndio maana leo nimekuletea somo la kusudi kwa Mungu, la kusudi ya Mungu kwa wanadamu. Ina maana kila mwanadamu analo kusudi ambalo Mungu alilitegemea kuliweka ndani yake, ili kila mwanadamu ajifunze kutokana na yale mambo anayoyaona duniani. Kwa sababu ataona kuzaliwa kwa mtu, yani mtu amezaliwa ataona wakati mtu anaoa, ataona wakati mtu anakufa, ataona. Kwa zile ni kusudi zote ambazo Mungu ameziweka ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Mungu anaendelea kutafakari namna mwanadamu atakavyosimama juu ya kusudi zake, wako watu wengi wanapitia maswali mengi ambayo maswali hayo wengi hawana majibu. Maswali hayo ambayo watu wanapitia, unakuta mtu anajiuliza, hivi mimi ni nani? Hivi mimi naishi wapi? Hivi mimi naishi katika dunia ya nani? Sikiliza nikwambie, kila swali utakalojiuliza limebeba majibu yake. Kila swali utakalojiuliza limebeba majibu yake. Hakuna swali unalojiuliza lisiwe limebeba majibu. Kila swali ulilolibeba kwenye ubongo wa ufahamu wako basi limebeba majibu yake. Unapokuwa unajiuliza kuwa wewe ni nani, kwanza wewe ni mwanadamu. Unaishi wapi? Pili, wewe unaishi duniani. Unaishi katika anga ya nani? Unaishi katika anga ya Mungu. Wakati unahisi kuwa Mungu amekuacha, Mungu hajakuacha. Mungu anapambana na wewe ili uipate nafasi ambayo uliokwisha kuipoteza. Na ndio maana unakuta binadamu wengi wanahangaika, wanatafuta njia za kuishi katika usalama na haki. Unakuta walishazipoteza haki zao, ijapokuwa tayari zinaonekana haki zake ni nzuri, ni haki ambazo zinaonekana zimempendeza mwanadamu, lakini mwanadamu huyo yuko lazi anamgeuka mwanadamu wenzake, anamtoa uhai wake, anamnyang'anya uhai kwa sababu ya vitu vya mpito. Sikiliza, nataka nikuambie kitu kimoja ambacho wewe binafsi hujakiamini wala hujakishika, lakini utakapokuja kuamini na kukishika, labda wenda muda utakuwa umepotea, labda wenda muda utakuwa umeisha, labda wenda muda wako wa kukishika utakuwa umefikia kikomo. Wakati Mungu anajiandaa kufanya mambo makubwa duniani, wakati Mungu anajiandaa kuitengeneza dunia, viko vitu vichache ambavyo alivyovitengeneza ili mwanadamu atakapokuwa ameviona avione kuwa yeye. Na ndio maana siku ile unamzika jirani yako, siku ile unamzika jirani yako, unamzika ukiwa unalia, unamzika ukiwa unabubujika machozi kwamba mwanadamu ameondoka tayari, mwanadamu ameondoka. Unalia ya kuwa mwanadamu huyu ameondoka. Na kwa nini?
Kwa nini mwanadamu huyu ameondoka? Kwa nini ameniacha huyu mwanadamu? Kwa nini mwanadamu huyu amekuwa hivi? Kwa nini mwanadamu huyo unaendelea kulia? Kwa nini unalia? Ni kwa sababu umegundua mwanadamu yule ameondoka, halafu hawezi kurudi leo. Na kile ni kitu ambacho Mungu alikiweka ili tujifunze. Mungu alikiweka ili mwanadamu ajifunze, ajue ya kwamba kuna mwisho na kuna mwanzo na kuna katikati na kuna kufa. Na unapokuwa umekufa, ndugu yangu, huwezi kurudi. Na ndio maana leo nakushauri leo, mtii Mungu wako aliyekuumba na si mwanadamu. Mwanadamu anaweza akaua mwili tu na hawezi kuua roho. Mwanadamu anaweza akakupelekea wewe kuonekana ni mbaya. Mwanadamu anaweza akakupelekea wewe kuonekana ni mtu mzuri. Mwanadamu anaweza akakutengenezea mazingira ambayo kila mwanadamu wenzake anayekutazama akakuona ni choo. Mama yako na baba yako wanaweza kukuacha, lakini Mungu wa mbinguni hawezi kukuacha. Mama yako, rafiki zako, jirani zako, dada zako, ndugu zako wanaweza kukuacha, lakini Mungu hawezi kukuacha. Ndakukumbusha kisa kimoja cha nabii mmoja. Nakukumbusha kisa cha Musa. Musa alitengwa na ndugu zake na jamaa zake na rafiki zake. Wote wakamtenga. Alienda kuwa mshindi mkubwa ambaye mpaka leo tunamtazama kama nabii wa Mungu. Wakati unaandaa somo kubwa kama hili, unaliandaa katika mapana. Ndugu zako na jirani yako wanaweza kukuacha, lakini Mungu hawezi kukuacha. Dada zako na wadogo zako wanaweza kukuacha, lakini Mungu hawezi kukuacha. Na ndio maana leo Pasco anateseka, yuko hospitali. Ndugu zake na jamaa zake wote yuko hospitalini peke yake. Lakini yuko hospitalini kwa niaba ya nani? Yuko hospitalini kwa niaba ya Mungu. Mungu ndo amemfikisha pale. Mungu ndo amemwambia pitia haya leo. Kwa sababu kila mapito unayopitia, kwanza ameyaruhusu Mungu. Ameyaruhusu Mungu yakufikie ili mtu aliyo karibu yako ajifunze kupitia wewe. Kila jambo unaloliona limeruhusiwa katika mwili wako, limeruhusiwa na Mungu kwanza, kisha ndo likufikie wewe leo. Somo langu la leo ni kusudi la Mungu kwa mwanadamu. Hakuna mwanadamu ambaye hana kusudi. Hakuna mwanadamu anayeishi bila kusudi duniani. Kila mwanadamu anayezaliwa katika anga ya dunia ana kusudi ya kuzaliwa. Sikiliza, kama hutaki kuitekeleza kusudi lako leo, basi nitakwambia namna ya kuitekeleza kusudi lako ili ufanikiwe kufika katika malengo yako ambayo uliyoyamaanisha wewe. Lakini kama ukitaka kuyafikia malengo yako wewe leo, utateseka na kupambana katika nyakati hizo ulizo nazo, katika miguu na mikono yako ulio nayo. Hautaweza kufikia wakati ambao unaofikiria, kwa sababu malengo ya Mungu kwenye mwili wako umeyaacha. Kwa sababu malengo ya mwili kwenye mwili wako umeyaacha. Malengo ya Mungu kwenye mwili wako umeyaacha. Sikiliza, usimuache Mungu. Usiache Mungu kusudi lake likaenda. Iko sababu ya wewe kuwa hapo leo. Iko sababu ya wewe kuwa hapo leo. Kila jambo unaloliona linafanyika kwenye anga ya dunia lina kusudi mpaka wewe kuwa hapo. Na ndio maana ukimwangalia Pasco amelala pale kitandani, liko kusudi la yeye kulala pale. Hajalala bila sababu. Kuna sababu ambazo zilizofanya yeye kuwa pale, na Mungu atampitisha tu, kwa sababu haya ni mambo ya mpito na yanapita. Hakuna jambo linalopata mlango wa kuingilia likose mlango wa kutokea. Sikiliza, ninataka nifunge kipindi changu, lakini kama wewe uko karibu na mimi, unanisikiliza kupitia hii audio, naomba nyosha mkono juu. Kama unataka kuokoka, tafadhali nyosha mkono juu. Nyosha mkono juu. Fuatisha maneno haya. Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Ninakuja kwako, unifute kwenye kitabu cha hukumu.
uniandike kwenye kitabu cha uzima. Ninakuja kwako, unifute kwenye kitabu cha hukumu, ukaniandike kwenye kitabu cha uzima. Bwana Yesu, nimetenda dhambi, ninaomba ukazitakase dhambi zangu. Bwana Yesu, nimetenda dhambi, ninaomba Bwana Yesu ukatakase dhambi zangu. Unifute kwenye kitabu cha hukumu, ukaniandike kwenye kitabu cha uzima. Bwana Yesu, nitakutumikia maisha yangu yote. Nitakuwa na wewe maisha yangu yote. Nitatembea na wewe maisha yangu yote. Bwana Yesu, ukanisimamie kwenye milango ya uzima. Ukanisimamie kwenye milango ya uzima. Asante. Basi ningependa ufunike macho tuombe. Ninakushukuru Bwana Yesu wa mbinguni. Asante kwa yule aliyolipokea neno na kulisikiliza siku ya leo. Ninakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa sababu umekuwa mwaminifu. Asante kwa sababu umekuwa mkweli juu yangu. Ninakushukuru kwa sababu ya yule mama, yule baba, yule kaka, yule mtoto aliyenisikiliza. Bwana Yesu, ninakushukuru. Bariki uzao wao wote. Ukawabariki na kuwalinda. Busara na hekima zikawe juu yao. Ukawatembelee na kusema nao. Hekima na uwezo ukawe juu yao. Yale ambayo uliyosema kusudi lao likatimie ndani ya mioyo yao. Kila kusudi waliyopanga yakatimie ndani ya mioyo yao. Bwana Yesu, uwalinde na kuwaokoa. Ukaseme nao Bwana Yesu. Ukawazunguke kila mahali. Ukaseme nao Bwana Yesu. Ninaachilia roho zao, mfalme wa amani. Ukazikinge na kuzilinda. Jina lako likawe kubwa. Ukatakase na kubariki. Akawe ni mmoja wapo. Kila atakayelisikia neno hili likambariki na kumuongoza. Baba yangu wa mbinguni, ninakushukuru kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Jina lako libarikiwe. Ukapate mamlaka na nguvu. Ukaniongeze nguvu wa Mungu. Ukaniongoze roho wa Mungu. Roho wa Mungu akaongezeke ndani yangu. Ukanibariki na kunitakasa. Jina la Bwana juu yangu libarikiwe. Asante mfalme wa amani, kusema na kutembea kwangu nikafanane na Roho Mtakatifu. Ni kwa jina lako Yesu Kristo, nikiamini ushindi na mamlaka na nguvu mikononi mwako. Ninaachilia roho yangu na familia yangu kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, nikiomba